Tuone, tuangalie tu na changamoto gani tuzipeleke huko mbele. Madam Cheka, niko mahali tumeweza kumtembelea dada mmoja anaitwa Mama Jacqueline, lakini baadaye ataweza kujitambulisha yeye ni nani. Nataka nikwambie kwamba ambaye nitaweza kutuletea hiki kipindi ni Madam Cheka, lakini nyuma ya kamera ninaye Big Studio kutoka pale Tunduma. Kuna mengi sana ya kujifunza kuhusiana na hiki kitu ambacho naenda kukifanya wakati huu. Leo tunakuletea kipindi ambacho tunaenda kuzungumza na dada Esther Karinga. Kuna mkasa ambao aliweza kupitia ambao utaweza kukufunza wewe msichana, mama, lakini pia hata vijana kwa upande wa kiume, lakini kwa upande wa kike. Na ninachotaka kukuambia kwamba Madam Cheka nitakuwa front kabisa, lakini upande wa kamera ninaye Big Studio. Twende sasa moja kwa moja tuweze kusikiliza mkasa huu. Moja kwa moja niko na Esther Karinga. Kuna mkasa ambao ameweza kuupitia, nataka tuweze kusikiliza, tuweze kushare. Kuna vitu vingi sana, lakini baada ya huu mkasa nadhani kutakuwa na vitu vingi sana ambavyo tutaweza kuvizungumza, lakini pia kumsaidia kulingana na yale ambayo anayapitia. Utajitambulisha, unaitwa nani na mkasa ambao uliweza kuupitia ukafika Ubungo, tukakuona Bongo 5 huko, na leo na sisi tumeweza kufika hapa. Karibu. Mimi naitwa Esther Karinga. Kujua kwanza, baba Jacqueline mlikutana wapi? Kutana naye hapa. Ongea sauti sindi. Kutana Mpemba. Sehemu gani? Na kufanya biashara zangu. Ni biashara gani unazozifanya? Nazungushaga uji, muda mwingine chai. Ndio hizo biashara nazozifanya basi. Mlidumu kwenye mahusiano kwa muda gani? Muda mrefu. Muda mrefu. Okay. Ni vitu gani alivyokuwa na kuahidi wakati mko kwenye mahusiano kabla hujapata mtoto sasa mbele huyu Jacqueline? Aliniahidi vitu vingi, yani kuhusu kunibadilisha labda mazingira, kuniweka niwe sawa. Ndio hivyo. Hajatimiza. Pole sana, lakini kuna kitu ambacho nadhani utakuwa umejifunza. Hebu tuachane kwanza na baba Jacqueline, nataka tuweze kukufahamu kama Esther Karinga. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mwenyeji wa Msinde huko Njia Ileje. Okay, una watoto wangapi? Watatu. Baba wa kwanza wa mtoto wako yuko wapi? Boda. Ilikuwaje naye mkapishana? Huyo ndo hakunioa kabisa, ilikuwa tu ni mimba. Yeye anafanya shughuli gani? Sijajua kwa sasa hivi. Kipindi hicho alikujaga Mbeya. Okay. Na mtoto wa pili pia? Mtoto wa pili ndo alinioa. Ndio. Anaishi Iringa. Ilikuwaje mkaachana? Alikuwa tu na mambo yake mengi tu. Mimi kwa mfano kama saizi nilikuwa nimesha za ile mtoto wa kwanza, nikawa nimejua jinsi ya kulea watoto, nikaamua kurudi. Ndio nikaanza biashara zangu kuuza uji. Ulipitia magumu gani kwa mtoto wa pili? Changamoto nilipitia kubwa tu. Ambao naweza tukashare pamoja tukajifunza. Yaani inaonekana kwa upande wa ndugu zake wanadai kwamba watu wa huku Mbeya ni wauni. Malaya sana. Kwa hiyo alikuwa hapendi nije hata huku nyumbani. Nikija huku ndio hivyo nasi nimeenda kwingine. Kwa hiyo nikaona haina haja kwa sababu watu kama hawakuamini. Inabidi tu ujiondoe. Sababu unaweza kukutana na ukauawa bila sababu. Sababu na mimi kule sio nyumbani. Wapi mlikuwa mnaishi? Iringa? Mafinga ndio tunaishi naye. Okay. Huyo ni baba wa pili ambaye mtoto ana miaka mingapi sasa? Miaka 4. Okay, tuje sasa kwa baba Jacqueline. Yeye mlidumu kwa muda gani mpaka hiki kitu ambacho kinakutokea? Mwaka mmoja. Baada ya kupata ujauzito, ulipomweleza kwa mimi mjamzito, alipokeaje hilo swala? Alikuwa yuko vizuri. Aliweza kulea ujauzito? Bwana masumbua. Okay. Baada ya kuanza kusumbua, ni kitu gani ambacho uliamua kukifanya? Mimi niliendelea tu na shughuli zangu, naenda jioni kule kuuza. Narudi. Sasa mimi kuna mwaka juzi ile nilipata ajali. Kule kazini niligongwa na pikipiki. Kwa hiyo ile kusema nitaweza kufanya kazi nikawa nashindwa, sababu nikawa
dote na kuja muda mwingine ndio hivyo. Niliumia huku kichwani. Kwa hiyo kichwa chake kinanisumbua, mgongo. Yaani nikaa nashindwa kwenda kazi. Leo walinihudumia pale GSM. Walichanga walisaidia. Mpaka matibabu yote alikuwepo hapo na mimi. Wakati wewe ni mjamzito? Wakati bado sijapata hata ujauzito. Yaani ndo nilipopata ujauzito ndo nikawa nasumbuliwa. Kupitia ile hali nilipata ajali. Kwa hiyo nimesumbuliwa hata hapo gorofani nimekaa sana hospitali. Wazazi wako pia wana mchango wote kwenye maisha yako na juu ya watoto wako? Ndio hivyo. Yaani niseme tu ukweli. Hamna msaada wote kwa sababu yeye mwenyewe anatakia nimsaidie mimi. Nani, baba? Au mama? Wazazi wote wapo? Wapo. Sasa wacha tumzungumzie baba Jacqueline. Hebu tupe story kidogo ya baba Jacqueline. Baba Jacqueline tulikutana naye kazini ninaposhinda. Nilikuwa nashinda kule. Nilikuwa nauza chai. Ndaka anataka namba yangu. Nikampa, tukawa tunawasiliana. Tu vizuri, anakuja. Tunazungumza, tunaishi vizuri, akawa ananiambia nini kila kitu. Nilipopata ujauzito nikamwambia. Alifurahi, lakini tunavyoenda mbele ndio hivyo akawa amebadilika. Mabadiliko gani ambayo aliweza kuyaonyesha? Matumizi yakawa yamepungua. Kingine nikimwambia kuhusu kula, kuhusu kufanya nini, anadai kwamba usiniharibie mimi mambo yangu, sijui mke wake, sijui nimemtukana, sijui imekuaje. Mimi hata namba mke wake msijui. Hata mawasiliano ya mke wake siyajui. Mungu anajua hii namba yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo kama aliweza kuanza kukwepa majukumu kupitia hivyo, ndio hivyo nikaa nimeacha na mimi kumfuatilia. Okay, sababu kama nilivyojifungua nikamwelezea kwamba mwenzake nitakiwa nipangie chumba, nilipie kodi, wanataka miezi kadhaa, kama hapa wanataka miezi 6 kamili. Kama hauna muondoka. Ndio hivyo mtu. Wakati anakuwa na wewe, alikwambia kwamba tayari ana mke? Alikuwa ameshaniambia kila kitu kwamba ana mke. Okay. Baada ya ujauzito kukua, ni kitu gani ulichokuwa unakifanya kwa ajili ya kuendelea kujihudumia lakini pia kuhudumia watoto wako? Nilikuwa naenda jioni kule. Kuuza uji, napika maziwa, napeleka jioni. Nikipata kidogo naweka. Ndio. Nyingine naweka kwenye mchezo. Ndio iliweza kunisaidia mpaka nikafikisha miezi 9. Okay. Kwa hiyo baada ya kupata ujauzito alipotea kabisa na aliacha kukuhudumia? Ndio. Ilikuwaje kwanza kabla hujafika Dar? Ilikuwaje? Ulipata wapi nauli ya kutoka hapa? Ni yeye alituma mpaka unaelekea Dar es Salaam? Ndio. Alikutumia nauli? Alikutumia shilingi ngapi? Ilikuwa 55. Alisemaje? Alisema nyingine atanitumia nikifika Mbeya. Ya kama nitumia tena 20,000. 75. Ndio nikaa nimelipa ile nauli. Vile ndio nikaa nimetumia kununulia maji nini. Ndio hivyo. Mpaka nikafika pale. Alisema alipokuwa nakutumia nauli alisema unaenda Dar es Salaam kufanya nini? Nikachukua hela kufanya biashara. Ni wapi ambapo alianza kusitisha au kuzima simu? Nilifika tu pale Morogoro. Ulijaribu kumpigia? Nini ambacho kilitokea? Ndio ikaipatikani mpaka sasa hivi. Mpaka leo haipatikani. Ulipofika Mbezi, mtu wa kwanza kabisa kukusaidia alikuwa nani? Kuna mdada alikuwepo pale anashinda pale Mbezi.
Ikawaje? Akaa anasema hivi, inabidi uende ustawi wa jamii, ukienda kule ndio atajua jinsi ya kusaidia. Ila mimi nimetamani tukae wote. Ila kwa sababu sijamjua hata ndugu yako ndio hivyo. Kasema mimi sijaja kukaa. Ila ilikuwa hivi na hivi. Nikaenda ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii wakaniandikia barua. Usafiri. Kasema nenda kapeleke sehemu fulani. Mimi nikaenda nikawapa matrafiki. Wakaniambia nikae nisubirie nisiondoke. Sasa huyu hapa nikasema ngoja niende nikamuogesha hata huyu mtoto. Nikaenda kule niende nikamuogesha, wakasema wewe utakuta gari zimefanya nini? Foleni njiani, wewe rudi tu. Kasubirie pale pale gari. Kweli nilipoenda trafiki akasema yani mimi nimekutafutia gari nimekuta tena haupo. Umeona sasa? Hapo sijakaa kama nisimamisha lingine hakuna kulala nikapanda. Kasi nimeogesha huyu. Tukapanda tukawa tunaondoka. Ndio nilipofika Mbeya mjini. Pale stendi. Nikaa sina nauli tena kuja huko. Ndio nikampigia mwandishi wa habari sema nipigie. Nikampigia akanitumia 20,000. Nikamtumia 22,000. Ndio nikaa nimetoa nipana nafika. Okay, muda huo mtoto alikuwa na umri gani? Alikuwa bado miezi 2 hajatimiza. Alikuwa na mwezi, wiki na usiku na wiki 2. Alikuwa na wiki 2. Baada ya kufika sasa hapo, umetoka Dar es Salaam umefika hapa, umeanzaje upya maisha hapo? Au kuna msaada wote ambao ulipata? Ndio hivyo, nikienda kule nyumbani nikipata kidogo. Nyumbani nani anayekupa? Pale pale nyumbani. Ndio nachukua chochote kitu. Ndio hivyo mpaka saa hizi ndio naishi hivyo. Hakuna biashara unayoifanya? Bado, maana nilisubiria huyo mwandishi wa habari ndo niambia tutakufanyia mpango. Akaniuliza unataka biashara gani? Kaambia nataka niwe nashinda barabarani, simpa watu wengi. Mimi nauza visoda soda, maji. Akasema kama akaa amepiga hesabu mwenyewe sijui 300 na ngapi. Na cha kuwekea msarafu nini. Nikasema ndio. Lakini mpaka saa hizi sijana naye. Kwa hiyo ndio hivyo. Bado sijaanza kazi yoyote. Tena yaani kumpigia simu maana muda mwingine anakuwa yuko busy. Mara anadai alisafiri. Kwa hiyo ndio hivyo, sijataka nimfuatilie kwa sasa hivi. Nimeamua tu kumchia. Nini ushauri wako kuhusiana na mabinti wa hapa kwetu Tunduma? Kitu gani waweze kujifunza au kukifanya kulingana na kile ambacho tunaweza kukipitia? Waweze kujifunza kupitia mimi, maana wengi wameiona hiyo picha. Kwa hiyo nitakiwa wanapokutana kwenye mahusiano, nitakiwa ajue anapoishi, ajue kazi yake, ajue uko wake, ajue tu mazingira yote ambapo anaweza kuyajenga. Akisha amjua vizuri kimndani, anaweza labda akafanya jitihada za kumjali. Lakini kama hajapajua, takiwa akae kwanza, mchunguze mwanaume tabia. Akisha amjua kimndani, anaweza akafanya kama ni mahusiano ndio anaweza wakaendeleza. Ila mimi nawashauri tu wasikurupuke. Anaweza kukurupuka wakakutana na changamoto mbele. Okay. Wewe unaona pia hata kama kwenye mahusiano ni sahihi kumzalia mwanaume ambaye sio mume wako? Sio sahihi. Isipokuwa tu ukikutana naye mnaweza mkaa mnadanganyana, na kuahidi vitu vya uongo. Ndio kama mimi. Okay. Nini sasa unatamani watu waweze kukusaidia kulingana na changamoto ambayo unapitia ya malezi sasa? Kwa sababu tunachogundua hapa, baba humjui vizuri zaidi kama mlikutana tu kwenye mahusiano, na bado una mzigo mwingine wa watoto wawili ambao bado wanakutegemea. Unatamani watu wakusaidie kitu gani?
Kuhusiana na upatikanaji wa mtaji, unahisi ukipata shilingi ngapi unaweza ukafanya biashara kwa ajili ya malezi ya watoto? Kama 600,000 hivi. Sababu nikipata hiyo 600,000, nikipata sehemu kama barabarani ambapo pamechangamka, nikachonga ka kibanda, kibanda wengine wanadai 200,000. Bado sijapata friji, naweza nikapata friji labda la 1,500,000. Hiyo nyingine inayobakia naweza nikanunua vinywaji mchanganyiko, nikachanganya mle nikaa nauza. Ndio hivyo, nikipata sehemu palipochanganywa naweza nikafanya biashara kama hiyo. Okay. Anahitaji shilingi 600,000 tu kwa ajili ya mtaji, kama ulivyosikia kwamba kwa ajili ya kibanda, kwa ajili ya kununua friji, lakini pia kwa ajili ya kununua vile vinywaji. Tukumbuke kwamba Mama Jacqueline tayari na watoto, ni mama wa watoto 3, ambapo mtoto wake wa kwanza yuko darasa la 3, wa pili ndo huyo hapa jamani, tunamuona anahitaji yuko darasa la 4. Huyo hapa anaitwa dada Tina, anahitaji uniform, anahitaji viatu, anahitaji nguo za sikukuu, lakini tunaye yule kichanga ambaye ana miezi miwili. Bado kuna kazi kubwa sana. Kwa hiyo tunakutegemea wewe hapo uweze kutoa mchango wako ili kuweza kumfanikisha Mama Jacqueline, mama wa watoto 3. Sasa Mama Jacqueline, hebu tumwambie huyu baba mtoto ambaye ni aliyekutelekeza sasa akakupeleka mpaka Dar es Salaam, una kipi cha kumwambia ili akumbuke kwamba huko kuna mtoto? Akumbuke kwamba mimi na damu yake. Anaweza akaja siku yoyote. Ila kwa sasa hivi amejifanya kukimbia. Lakini akumbuke mimi na damu yake. Na Jacqueline hapa. Yeye mwenyewe amwambia hata mke wake kwamba nina familia. Anaitwa mtoto fulani, anaitwa Jacqueline Daudi Mbee. Okay. Kwa hiyo baba Jacqueline anaitwa Daudi Mbee. Hakukwambia ni mtu wa wapi? Ndio hivyo, alikuwa ananiambia kama kwa kunificha ficha. Okay. Unakadiria baba Jacqueline anaweza akawa na umri gani? Anaweza akawa 95. Anaweza akawa ni 95. Kampuni aliyokuwa anafanya kazi? Ndio si. Okay. Unatoa wito gani sasa kuingia kwenye mahusiano, humjui mtu kwa wapi, hujui kampuni anayofanyia kazi? Unatoa wito gani kwa wasichana wengine? Mimi natoa tu wito kwamba vijana wengi ambao mabinti kwa sasa hivi mtakiwa wanapoanza mahusiano mtakiwa wajue kwanza kazi anayoifanya, ajue sehemu anapoishi, ajue ukoo wake, ajue mpaka anapotokea kabisa. Ndio kama wanaanza mahusiano wanaweza wakaendelea. Na ambao bado hawajakuwa sasa hivi na wanataka waingie kwenye mahusiano, inabidi wajifunze kupitia mimi. Wawe makini, wasikurupuke. Mengi sana na dada Esther Kalinga ambaye ni mama wa watoto 3, na tunafika hapa hatukujua kwamba ni mama wa watoto 3, tulitegemea ni mama wa mtoto mmoja huyo ambaye ni Jacqueline, ambaye baba wa mtoto aliweza kumtelekeza na akamuita kutoka hapa Mpemba Tunduma kuelekea Dar es Salaam kwenda kuchukua mtaji. Maana yake alifanya udanganyifu na akapitia wakati mgumu sana, lakini ustawi wa jamii kama tunavyoamini, serikali ya Jamhuri ya Muungano iliweza kufanya kitu na akaweza kurudishwa nyumbani. Na hapa tuko nyumbani kwa dada Esther Kalinga na tumekuta na watoto 2 na mtoto mwingine analelewa na bibi. Kwa hiyo tunatamani sana wewe hapo tutaweka namba hapo ya Esther Kalinga. Unaweza ukachangia shilingi 1,000, shilingi 500, shilingi 5,000 kwa ajili ya sadaka yako. Kikubwa tu aweze kupata shilingi 600 aweze kufanya biashara kwa ajili ya kulea watoto. Hatukuja mikono mitupu, tuliweza kuja na kitu hapa kwa ajili ya kumshika mkono kwa sababu hatukujua kwamba anakuwa na mahitaji gani, na sisi tumeweza kumshika mkono kwa vitu ambavyo unaviona hapo ili viweze kumsukuma siku 2-3. Dada Jacqueline hapa au mama Jacqueline anahitaji mchele, anahitaji sabuni, anahitaji pesa, anahitaji vitu vingi sana kwa ajili ya malezi ya watoto wake.
kosa limeshafanyika. Hatuwezi wasema huwezi kumkata mkono mtoto akikunyea. Tayari watoto na watoto wake mlivyowaona wana afya nzuri sana, anaendelea kupambana. Kwa hiyo kazi yangu mimi na wewe kwa ajili ya kumpambania dada Esther Karinga ili aweze kuendelea kulea watoto. Unahitaji kutoa sadaka yako na kuwasiliana moja kwa moja na dada Esther Karinga. Mawasiliano yake karibu ni 0794394801. Unapatikana wapi kama mtu anataka kufika moja kwa moja? Patikana Sumaga hapa shuleni. Okay. Na jina la M-Pesa yako ni nani? Linakuja Victoria Mwambisi. Victoria Mwambisi. Kwa hiyo unaweza kutuma sadaka yako shilingi 500, shilingi 1000. Kikubwa tupambane hapa tuweze kupata shilingi 600 ili aweze kufanya biashara na kuendelea kulea watoto. Bado ni binti mdogo kabisa ambaye ana uwezo wa kuendelea kujipambania, lakini tunatakiwa tuweze kumshika mkono mimi na wewe. Kama kawaida, mbele ya kamera mimi Madam Cheka, nyuma ya kamera ni Big Studio.